We've been talking about breaking out of our limitations. Tumekuwa tunazungumzia kuhusu kuvunja vizuizi maishani mwetu. And we have seen several things. Na tumeona mambo kadhaa. How that we can, we have looked at some limitations. Tumeangazia vizuizi kadhaa. And we have also seen how we can break out. Na tumeona jinsi tunaweza kutoka, how we can overcome, jinsi tunaweza kuvishinda. And last Sunday, na Jumapili iliyopita, I told you about some of the limitations. Nikawaambieni vitu kadhaa ama vizuizi kadhaa that we consider to be main among others. Ambavyo tunavichukulia kuwa vikuu kuliko vingine. To people, kwa watu, that limited them. Ambavyo vinawazuia. And I mentioned the first one as self-imposed limitations. Na nikasema la kwanza kuwa vile vizuizi vya kujiwekelea. And also I mentioned the second one being other people's imposed limitations. La pili likawa vizuizi ambavyo huwekwa kwetu na watu wengine. And the third one we say limitations imposed on us by other factors. La tatu tukasema vitu ama vipengele vingine ambavyo vinaleta vizuizi maishani mwetu. And I said that today we will deal with the first one. Na nikasema leo tutakabiliana na moja yake. And if time would have allowed, na muda kama ungeturuhusu, we would have tried the second one. Basi tungechukulia pia la pili. But from first service experience, lakini kutokana na mapatano ya ibada ya kwanza, we can only handle the first one. Tunaweza kufanya moja. Self-imposed limitations. Vizuizi vya kujiwekelea. Self-imposed limitations is the worst kind. Vile ni vizuizi vibaya kuliko vingine vyote. And the most common limitations na ambavyo ni vya kawaida kwa mtu. Things that we impose on ourselves. Mambo ambayo tunajiwekelea sisi wenyewe. This is when God gives you a responsibility or assignment. Hapo ndipo Mungu anakupa jukumu fulani. Because he trusts you. Kwa sababu anakuamini. He has confidence in you. Ana ujasiri ndani yako. And he gives you an assignment. Na anakupa jukumu fulani. But for you, lakini kwako wewe, based on your self-imposed limitations, jinsi umejiekelea vizuizi fulani, you come up with the reasons. Unatokea na vijisababu. You put up an argument. Unaweka basi mazungumzo fulani. Mabishano aina fulani. And the argument sounds reasonable. Na hayo mabishano yanaonekana kuwa ni ya maana. It sounds sensible. Yanakaa ni kana kwamba yana umaana fulani. It sounds really scientifically correct. Yanaonekana kwa kisayansi ni sawa. Looks logical. Yanaonekana kwa kiakili yanafaa. But lakini what you are forgetting is, kile unasahau ni hivi. Whoever is telling you to do, anayekwambia ufanye, knows you better. Anakufahamu vyema. Better than you know yourself. Vyema kuliko jinsi unajifahamu. Reasons that you give, vijisababu unavyotoa, an argument that you put up, mabishano unayoamka nayo, as a man looking at it or listening to it, mwanadamu akitazamia ama kuisikia, maybe he would say, actually it makes sense. Ataona basi ni ya maana fulani. Okay, it's okay. Sawa sawa. Don't worry about it. Yeah. But you see, lakini unaona, God is not man. Mungu si mwanadamu. God knows you more than you know yourself. Mungu anakujua kuliko jinsi unajijua wewe mwenyewe. The only thing is, kitu self-imposed limitations. Unafanya kazi miongoni mwa vizuizi ambavyo umejiwekea. We want to look at a few examples in the scriptures. Tuone mifano michache katika vifungu that explains us. Ambavyo vinatuelezea. In fact, in most of these examples that I'm going to give, kwa mifano hii mingi ambayo tutatoa, you may find yourself there. Unaweza jipata pale ndani. You may be like one of them. Uwe kama yule. Having put around yourself self-imposed limitations. Kiwa umejiwekea vizuizi vyako. And as a result,
na kutokana na you hiyo have not excelled haujaweza in the kufanikiwa area that God has wanted you to operate. kwa nafasi ambayo Mungu ametaka ufanyie You kazi. have not satisfactorily done what God has wanted you to do. Haujafanya kwa utoshelezi kile Mungu angependa You ufanye. are not in the position God has ordained for you. Hauko kwenye nafasi Mungu amekutengea. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let me start with a common one. Nianze na ile ya The kawaida. man called Jacob. Mtu anayeitwa Yakobo. Yakobo Was born second to Esau. alizaliwa wa pili kwa Esau. Although they were twins, Hata kama walikuwa mapacha, he was given the name Jacob, akapewa jina Yakobo and he accepted himself na akajikubali because mwenyewe. wherever he went, Sababu popote if alienda, somebody asked him, "What is your name?" kama mtu angemuuliza basi jina he lako, would say, "I'm Conman. angesema mimi basi ni mlaghai, I am a heel catcher. mimi ni mtu wa kushika kisigino, I am a thief. mimi ni mwizi, I stole from my brother." niliiba kutoka kwa ndugu So yangu. he limits himself. Basi akajizuia mwenyewe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And you see, when God came to face to, what can I say? What? Kukabiliana na yeye. Katika Mungu alikuja kukabiliana naye. Yes. To confront him. Yes. When Kukabiliana God naye. came to confront him Wakati Mungu alikuja and kukabiliana asked him naye a question, na akamswali, "What is your name?" jina lako ni nani? He said, Akasema, "I am Conman." mimi ni mlaghai. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But the angel of the Lord told him, Lakini malaika wa Bwana akamwambia, "No, hapana, that is not you." huyo sio wewe. You know why? Najua kwa nini. He had put it for himself. Alikuwa amejiwekea mwenyewe In God's ordinance, katika uwepo wa machoni pa in the Mungu, presence of God, weponi mwa Bwana, in the plan of God, katika mpango wa Bwana, in the program of God, katika ratiba ya Mungu. this man was a prince. Huyu mtu alikuwa basi ni kuhani, But in his own eyes, lakini katika in macho his own yake, understanding, katika kuelewa kwake, he was a conman. alikuwa ni mlaghai. Praise the Lord. Bwana Do asifiwe. you know what we call ourselves? Unajua nini tunajiita sisi wenyewe? Makes us. Inatufanya sisi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let us look for another. Let's look at another example. Tutafute mfano mwingine. Judges chapter 6. Waamuzi 6. We are reading from verse 11 to 16. Tunasoma kutoka ubeti wa 11 hadi 16. We are reading about a man called Gideon. Tunasoma kuhusu mtu aitwaye Gideoni. I don't know. Can we read all of us together? Tusome kwa pamoja basi. Let's read it through, then I will say a few things as we move on. Alafu nitazungumza machache tukisonga. 3, 4. Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree which was in Ophrah, which belonged to Joash the Archizite. When his son Gideon pressed straight in the wind's press, in order to and the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, you mighty man of valor." He said to me, "Oh my Lord, the Lord is with us. Why then has all this happened to us? And where are all these miracles which our fathers told us about, saying, Did not the Lord bring us out from Egypt? But now the Lord has forsaken us and has given us into the hands of the Midianites." Then the Lord turned to him and said, "Go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. Have I not said to you?" So he said to him, "Oh my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house." And the Lord said to him, "Surely I will be with you, and we shall defeat the Midianites." Amen. Amen. Praise the
the Lord. Bwana asifiwe. Let's go back to verse 11 and come slowly. Turejelee ubeti wa 11 nikija polepole. We see the angel of the Lord. Tunaona malaika wa Bwana. And I have always said that when you hear this term, the angel of the Na Lord, nikasema ukisikia hii malaika wa Bwana, it usually refers to Jesus Christ in the Old Testament. inaashiria Yesu Kristo katika Agano la Kale. And that's why you see Gideon also referring to him as Lord. Na ndio kaona Gideon anamwashiria kama Bwana. So the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree Basi Bwana alikuja akaketi chini ya mwaloni in the shamba of Joash. katika shamba la Yoashi. Joash was the father to Gideon. Aliyekuwa babake Gideoni. Gideon was a young man, Gideoni alikuwa kijana barubaru, but he was still very fearful. lakini alikuwa bado na hofu ama uoga. He lived at a time that was very difficult for the Israelites. Aliishi nyakati ambazo zilikuwa gumu sana kwa wana wa A Israeli. time when the Midianites and the Amalekites and the Philistines Nyakati ambazo Wamidiani, Wamaleki na hata Wafilisti could come and harvest all the crops that the Israelites had planted. wangekuja na wavune mavuno yote ambayo Waisraeli walikuwa Or wamepanda. actually they could bring all their animals from their land. They come and graze in the shambas of the Israelites. Wangeleta wanyama wao waweze kuwalisha katika mashamba ya Waisraeli. Take all their animals and everything and leave them completely with nothing. Wachukua wanyama wao wote wasiwawache na chochote. And sometimes they could actually fight them and kill them, some of Na them. wakati mwingine wangepigana na hata wawaue wengine wao. This happened because the Israelites had sinned against God. Ilifanyika kwa sababu Waisraeli walikuwa wametenda dhambi kwa Bwana. And God left them to the Midianites, the Philistines and the Amalekites, Na Mungu akawaacha mikononi mwa Wafilisti, Wamaleki na hata so Wamidiani, that they can be oppressed. ndiposa waweze kugandamizwa. But at this point in time, Lakini wakati huu the tunaosoma, Israel had been oppressed so much Waisraeli walikuwa wamegandamizwa that sana they cried to God for help, hadi wakamlilia Mungu that awasaidie, God would rescue them. Mungu aweze kuwasaidia na kuwaokoa. So God looked in the land of Israel, Basi Mungu akatazama katika jamaa ya Israeli, and the person he saw na mtu aliyeona with the potential of the Midianites wa kuwakomboa wana wa Israeli kutoka mikononi mwa Wamidiani was Gideon. alikuwa Gideoni. So he came to Gideon, Basi akaja kwa Gideoni, found Gideon hiding in a cave somewhere, akimpata amejificha katika, preparing some wheat akiandaa basi ngano for the family. kwa familia yake. He couldn't do it openly because the Midianites would come and take it. Hangefanya waziwazi kwa sababu Wamidiani wangekuja So waichukua. in his hiding place, Basi katika maficho yake, like many of us, we are hiding somewhere. jinsi wengi wetu tumejificha mahali We are fulani, hiding somewhere. tumejificha mahali God fulani. is looking for us, Mungu anatutafuta, but we are hiding somewhere. lakini tu mafichoni. So the angel of the Lord appears to Gideon, Malaika wa Bwana akamtokea Gideoni, and he says in verse 12, akamwambia katika ubeti wa 12, and said to him, akamwamkua, the Lord is with you, Bwana Mungu yu pamoja nawe, you mighty man of valor. shujaa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Gideon Gideoni is hiding. alikuwa mafichoni. He's young. Yeye ni There's a mjana. little wheat that is preparing for the family. Kuna ngano kidogo ambayo anaandalia An angel familia. appears to him Malaika anamtokea, and tells him, anamwambia the Lord is with you. Mungu yu pamoja nawe. Now, Gideon wonders, Gideoni anashangaa, how is the Lord with me or us? iweje Mungu awe nami ama nasi, But we are going through all this trouble. ili hali tunapitia shida hizi zote? How come? Basi inawezekanaje? And he tells him, you mighty man of valor, Akamwambia, shujaa, you warrior, wewe shujaa jenerali, you strong man, wewe mtu hodari,
You mighty man of God. wewe shujaa wa Mungu, You mighty man of a woman of God. mtu mkuu wa Mungu. The Lord is with you. Mungu yu pamoja nawe. And Gideon wonders Gideoni akashangaa whether this Lord is talking to him about him. kama huyu Bwana anamzungumzia kumuhusu yeye. And he asks the angel, akamuuliza malaika, oh my Lord, Bwana wangu, if the Lord is with us, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, why then has all this happened to us? mbona mambo haya yote yametupata? And where are all his miracles which our father told us about? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu, Saying, akisema, did not the Lord bring us up from Egypt? je, siye Bwana aliyetuleta huko kutoka Misri? But now the Lord has forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. Ila sasa ametutupa naye ametutia mikononi mwa Wamidiani. Where is this God? Huyu Bwana yuko wapi, That we have had his miracles, ambaye tumesikia miujiza that he yake, performed in Egypt, ambaye alitenda kule Misri, performed in the wilderness? ambaye alitenda kule Why jangwani? has he handed us over to our enemies? Mbona ametutia mikononi mwa Why adui has he zetu? forsaken us? Mbona ametutupa? If he is with us, Kama yu pamoja nasi, are those not the questions we ask ourselves? si hiyo ndio maswali sisi hujiuliza? Where is God? Mungu yuko wapi When I'm suffering with sickness and diseases, wakati ninateseka kwa magonjwa na when maradhi, I'm suffering with the poverty, I have no wakati money, ninateseka kwa my umaskini, children are not going to school, watoto wangu hawaendi I have no shuleni, clothes, sina I have mavazi, no food, sina I chakula, have no rent. sina hata kodi. Where is this God that we worship, Basi huyu Bwana tunayemwabudu that yuko I wapi, have heard about his miracles, ambaye nimesikia matendo yake makuu, miracles of provision, miujiza ya kutoa, miracles of protection, miujiza ya ulinzi? miracles? Basi huyu Bwana yuko wapi? That's exactly what Gideon is saying. Hayo ndio maswali Gideoni I have anauliza. heard about him, Nimemsikia miracles that he has performed. matendo I've aliyotenda, had people testify nimesikia watu of how he wakitoa delivered them, jinsi of how aliwakomboa, he healed them, jinsi aliwaokoa, how he provided for them. jinsi aliwapea. How come that I don't experience this? Mbona sasa mimi sikubali I am hayo? under affliction all Niko through. chini ya kugandamizwa If kila I'm wakati. not being chased by the landlord, I'm being chased by debtors. Kama sifukuzwi na landlord, If nafukuzwa I'm na watu wa not madeni. being chased by debtors, my children are not going to school. Kama sifukuzwi na watu wa madeni, watoto wangu If I'm hawaendi not in shule. the hospital, I am somewhere complaining about Kama something. siko hospitalini, niko mahali nalalamikia kitu. Where is this God? Basi huyu Bwana yuko wapi? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Yet God is telling Gideon Ili hali Mungu anamwambia that Gideoni God is with him, kwamba Mungu yu pamoja naye and that he's a mighty man of valor. na kwamba yeye ni shujaa. Verse 16, Ubeti wa 16 he says, anasema hivi: and the Lord said to him, Bwana akamwambia, surely I will be with you, hakika nitakuwa pamoja nawe, and you shall defeat the Midianites as one man. nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Gideon, who is doubting whether there is a God is anywhere, Gideoni ambaye anashuku kama Mungu God yuko is mahali, wondering. Gideon is wondering, where is this God? anashangaa huyu Mungu yuko wapi, And God is telling him na Mungu anamwambia that I will be with you, kwamba nitakuwa pamoja nawe, and as you go to defeat the Midianites, na wakati unaenda kuwashinda Wamidiani I will be with you, nitakuwa pamoja and nawe, I will ensure na nitahakikisha that you have defeated the Midianites. kwamba umewapiga You have Wamidiani, defeated them as though it was one man. umewashinda kana kwamba ni mtu mmoja. Praise the Lord. Bwana I want to asifiwe. say this to us Na all. kusema hili kwetu sisi It sote, does not matter your situation. haijalishi hali It yako, does not matter your circumstance. haijalishi hali yako, Whether you are strong or weak, uwe hodari au whether you are big or uwe small, mkubwa uwe whether you mdogo, are educated or uneducated, umesoma haujasoma, rich or poor, uwe maskini uwe when God tajiri, is on your side, Mungu akiwa upande when wako, God is on your Mungu side, akiwa upande wako, you are a victor. wewe ni You mshindi, are more than a conqueror. wewe ni zaidi ya mshindi, Because God
is on your kwa sababu side. Mungu yu pamoja nao. Verse 17 says, Ubeti wa 17 unasema hivi, then said he to him, naye akamwambia, as Gideon saying to the angel, yani Gideoni akimwelezea malaika, if now I have found favor in your sight. kama sasa nimepata kibali mbele za macho No, yako. we have gone so far. We have not. Go back to verse 14. Verse 14. Petro 14. You see, God is telling Gideon that, that's verse 14. Go in this might of yours, Enenda kwa uwezo wako huu, and you shall save Israel ukawaokoe Israeli from the hands of the Midianites. tokana na mikono ya Wamidiani. Have I not sent you? Yes, mimi sijakutuma? This week, how did we? Well, this verse of, is it verse 15 where it says I am the least? Verse 15. Yes, give me verse 15. It's because of the put around ourselves. Sababu ya vizuizi ambavyo tumejiwekea. When God tells us to move, Mungu akituambia songa we mbele, look at our limitations tunaviona vizuizi vyetu and we say we can't. na tunasema hatuwezi. When God says confidence in you, Mungu ana ujasiri ndani God mwako, knows you are able to do it. anakujua una uwezo wa kufanya. Just like He's telling Gideon, Jinsi anamwambia Gideoni, go in that might that you have, enenda kwa huo uwezo and you will nao, defeat the Amalekites, na utawashinda Wameleki Midianites. wa Midiani. And Gideon is saying, how can I? Na Gideoni anasema kwa jinsi How gani? can I defeat the Midianites? Ni washinde kivipi? How can I deliver the Israelites? Ni wakomboe kivipi wa Israeli? Taking into account that my house is the least among the Manasses, our Chukulia clan, kwamba nyumba yetu ndiyo maskini and sana, I am the least in our house. na mimi ndiye mdogo How zaidi. can I? Asiwezekanaje. You are there, Uko hapo, and God wants you to move and perform things. na Mungu anataka usonge na ufanye mambo. He wants you to excel in a certain field. Anataka uweze In kuinuka a kwa njia certain fulani, area. katika nafasi fulani. He wants you to get involved in business. Anataka ujihusishe katika biashara, Whatever business that is leading you into. biashara yoyote ambayo He wants you to anakuongoza. get involved in ministry. Anataka uweze kujihusisha katika But you look at yourself. lakini unajitazama. You say, how can I? Nasema niwezeje? I am the least. Mimi ndiye mdogo I am zaidi. the weakest. Mimi ndiye mnyonge I zaidi. cannot. Siwezi. You need to break out of your limitations. Kuja kutoka kwa vizuizi hivi. Praise the Lord. Bwana I asifiwe. said you need to break out of your Nasema ya limitations kupasa uvunje vizuizi so that you can do what God is counting you wanting ufanye to do. kile Mungu anakuhesabia ufanye. Praise the Lord. Bwana He asifiwe. has called Gideon a mighty man of valor. Akamwita Gideoni mshujaa, And he says, go in the strength that you have. na akasema enenda kwa uwezo huo ulio nao. Our very important scripture that we have been referring to many times, Kifungu chetu ambacho tumekuwa tunaashiria Ephesians chapter 3 verse 20, Waefeso 3:20 it says inasema that hivi, to him who is able kwa yeye awezaye to do kufanya exceedingly abundantly above that which you can ask or think, kuliko mambo yote tuwezayo, kadri ya mambo yote tuwazayo, according to the power that works in you. kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. According to the power that works in you. Kadri ya nguvu itendayo kazi So, ndani yetu. what it means, there is some power that God has put inside you. Inamaanisha kuna nguvu Mungu ameweka ndani yetu. Down here, there is power. Chini hapa kuna There is nguvu, authority. kuna mamlaka, There is wisdom that God has given to you. kuna hekima Mungu And ametupa, God knows with this power that He has given you, na Mungu anajua kwa nguvu hizi with ambazo this strength that He tumepewa, has given to you, kwa hizi nguvu with ambazo this authority tumepewa, that He has given you, kwa haya mamlaka ambayo you tumepewa, are able to do exceedingly abundantly above. tunaweza kufanya zaidi. So He tells Gideon to move Akamwambia Gideoni, and basi go in songa that power. na uenende kwa He nguvu did hizo. not tell
Gideon, wait until I empower you. Hakumwambia Gideoni ngoja hadi He nikutie. did not tell Gideon, wait until I give you people. Hakumwambia Gideoni ngoja hadi He nikupe told watu. him, you go Alimwambia in wewe the nenda power that you have, kwa nguvu hizo ulizo and you will nazo defeat the Midianites. na utawashinda There Wamidiani. is power inside you. Tell your neighbor, there is power inside you. There is power inside you. There is authority inside you. There is authority inside you. And go in that power And go in that power and fulfill that which God wants you to. and fulfill that which God wants you. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Each one of us, Kila mmoja wetu you have an assignment from God. kuna kazi fulani kutoka kwa Mungu. And God has empowered you to do that assignment. Na Mungu amekupa nguvu kufanya kazi. All you need to know Kile wahitaji is that there is power within you. kwamba kuna nguvu ndani mwako. Avail yourself to God. Patikana kwa Mungu. Allow yourself God to use you. Mruhusu Mungu akutumie. Allow Him to use the power that is in you. Mruhusu atumie nguvu hizo zilizo Now, ndani when mwako. you follow the story of Gideon, Ukifuata hiyo hadithi ya when Gideoni, Gideon agreed with God, wakati Gideoni he alikubaliana na availed Mungu, himself to God akapatikana kwa Mungu and he went. na akaenda, He defeated the Midianites. aliwashinda Wamidiani. Just like God said, like one man. Jinsi Mungu alisema kama mtu mmoja. Praise the Lord. Bwana asifiwe. There is another example I want to use Kuna mfano mwingine nataka kutumia of self-imposed limitations. ya vizuizi vya kujiwekelea. When Jesus was on earth here, Wakati Yesu alikuwa hapa ulimwenguni, as he was passing around Jericho, akiwa anapita pita zake hapo he Yeriko, came to the pool of Siloam. akafika katika kijito cha Siloamu, And the Bible says there were 5 porches. na Biblia ikasema basi kukawa na In those porches there were many invalid people. katika mifuko hiyo kukawa na watu wasiojiweza. There were the paralyzed, Kulikuwa na watu walio na the ukoma, blind, watu walio basi, the lame, watu ambao the wamelema, deaf. watu ambao hawasikii, All of them were there. wote walikuwa pale. And when Jesus came to that place, Na wakati Yesu alifika pale, he found a man akakuta mtu that had been there for 38 years. ambaye alikuwa pale kwa miaka 38. And in that place, Na katika mahali pale there was a pool, kulikuwa basi na kijito a pool of water. cha maji. At a certain season, Katika majira fulani, the angel came from heaven malaika wa Mungu angetoka and mbinguni stirred up the water. na angechanganyisha maji haya. And the first person to step into the water Mtu wa kwanza kukanyaga katika maji was healed from his condition. angepata uponyaji kwa hali If he yake. was a paralyzed man, Alikuwa mtu wa ukoma, then he would be whole again. basi angepata If he uzima. was a blind man, Kama angekuwa ni he would mtu kipofu, receive his sight. angepokea basi If he macho. was a paralyzed man, Angekuwa mtu wa then he ukoma, would be healed. basi angepona. So Jesus comes to this man and asks him, Yesu akaja kwa huyu mtu akamswali, would you want to be healed? je, ungependa kuponywa? The question was very clear. Swali lilikuwa Very straight. mbaga, Would you want to be healed? nataka kupona. And here the answer the man gives. Sikia jibu la huyu mtu, He says, anasema I have no man. sina mtu. Really, is that an answer to the question? Hilo ni jibu kwa swali. Praise the Lord. Wanasifiwa It is because the man has put self-limitations. Yes, sababu huyu mtu alikuwa amejiwekea vizuizi. unless I have a man Kama tu to nitapata carry me and anibebe put me in the water, aniweke kwenye I maji, can't be healed. siwezi. But here there is a man Ile hali who is hakuna asking, mtu ambaye anamuuliza, would you want to be healed? ungependa kupona? Even if we did not know that this is Jesus, Hata kama hakungejua huyu ni maybe Yesu, the best answer would have been, or the best question would have been, jibu sahihi ama swali sahihi lingekuwa, would you help me ungenisaidia when the water is stirred? maji But ikichanganyika. here he says, I have no Lakini man. hapa anasema sina mtu. Do you know that many of us, Wengi wetu we have set our minds, tumeweka mawazo yetu unless I have somebody kwamba
kama tu sina, I can't get that orders. siwezi pata hiyo. Unless I have somebody to speak to for me, Kama sina mtu wa I can't get that job. siwezi pata hiyo kazi, Unless contract. siwezi pata And contract. therefore we miss it out. Basi tunaikosa. Because of that you find we have gone out astray. Na kwa sababu ya hiyo unakuta Because we look for a physical man. kwa sababu tunatafuta mtu wa Praise the Lord. wanasi. This one did not have a man. Huyu hakukuwa na mtu In his mind, katika mawazo he yake. knew without a man to help Alijua him, bila mtu kunisaidia he wouldn't get help. siwezi He pata can't be usaidizi. healed. Siwezi. I'm here to tell you, my brother, my Hapo sister, kukwambia ndugu yangu, without a man, bila mwanadamu, without a woman, bila mtu, God will do it for you. Mungu atakufanyia. Praise the Lord. Wanasifiwa. Hallelujah. Haleluya. Mary, the mother of Jesus, Maria mama wa Yesu, the angel comes to him. malaika akamjia, The angel comes to her malaika akamjia and he says, akamwambia, "Oh, you favored lady, wewe uliye na kibali, the Lord is with you. Mungu yu pamoja nawe, You will be with the child, utakuwa na mwana and you will bring forth a son." na utapata mwana. And Mary asks a question. Maria akauliza swali, How shall it be, itafanyika aje seeing that I have no man? ile hali kiona kwamba mimi sina mume? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Seeing I have no man. Mimi sina mume. But you see the difference between Mary and maybe this other one. Lakini unaona utofauti wa Maria na huyu As the angel explained to him, malaika wakati alizidi kumwelezea, quickly said, akasema, "Let it be unto me, na iwe kwangu your servant, as the Lord has said." jakazi wako kama jinsi Bwana. Praise the Lord. Wanasifiwa. You see, many of us, Wengi wetu we don't go beyond there. hatuendi zaidi ya Our limitation is to man. vizuizi vyetu. If there is no man, nothing happens. yeyote kuna chochote. Praise the Lord. Bwana, I am here to tell you, niko hapa our kukwambia God is more than able wetu ni zaidi to do kufanya exceedingly, Zaidi ya abundantly, uwezo. above that which we can ask kile ambacho or even think. tunaweza. Praise the Lord. Bwana, Hallelujah. haleluya. Our God is well able. Mungu wetu anaweza. Bwana asifiwe sana. Amen. Let me give two more, then we will close. Kupe mifano mingine The miwili. the first one will be Mfano wa kwanza ni the children of Israel. wana wa Israeli When they traveled from Egypt going to Canaan, wakisafiri kutoka Misri kuelekea Kanaani, they came very well, wakaja vyema tu, and they reached on the banks of River Jordan. wakafika ukingo wa mto They Yordani, camped there, wakapiga kambi pale, waiting for orders to cross over into the promised land. wakingojea maagizo ya kuvuka kuingia kwa nchi ya ahadi. So while they were there, Wakiwa pale, God spoke to Moses Mungu akamnenea and Musa, told Moses, akamwambia Musa, "Send some spies to go and spy the land. basi watume wapelelezi waende See kupeleleza how the land is, uone jinsi nchi how ilivyo, fertile it is, jinsi ilivyo na how rutuba, productive it is. jinsi iliyo na mazao, See the kind of people that live in the land. uone watu wanaoishi See pale the ndani, kind of cities there are. aina ya miji iliyo pale. Are they fortified cities, Je, ni miji iliyo dhabiti or they are living in tents? ama wanaishi kwenye Are hema? they many people, Watu wengi or they are just few scattered people? ama ni watu wachache Is waliotapakaa? this land fertile enough? Hii nchi na rutuba kutosha, And choose one from every family. From the 12 families of Israel, toka kwa makabila 12 ya Israeli. one leader, Basi chagua a kiongozi leader to juu what by the land. watume kupeleleza nchi. So Moses chose the people Musa akawachagua watu and he sent them to go and spy the land. na akawatuma kwenda kupeleleza. This one you can read it from Numbers chapter 13. Unaweza soma katika kitabu cha Hesabu 13. So they went and took 40 days Wakaenda wakachukua siku 40 to spy on the land. kupeleleza nchi. After 40 days they came back Baada ya siku hizo basi wakarudi, and they came with fruit. wakaja na matunda, They can cut a bunch of fruits. wamekata tawi la matunda.
they were so healthy, so heavy that one man could not carry. Matunda yaliyokuwa na afya So kupindukia they could not afford, it was carried by 2 people. basi wakaweka kwenye mti wa bebi wa So they arrived in the camp. wakafika kwenye kambi. Moses called for a kamkuji. Musa akaitisha kamkunji. Praise the Lord. Wanasifiwa. And they started reporting. Na wakaanza kutoa hesabu. 10 of the 12, 10 kwa 12, they say, wakasema hivi, this land is really a land that is flowing with milk and honey. nchi kwa kweli inatiririka na maziwa na This asali. land is fertile. Hii nchi ina You rutuba. can see in the fruits that we have brought. Waweza ona hata matunda ambayo tumeleta. Bwana asifiwe sana. Amen. Praise the Lord. Wanasifiwa. It is a healthy land. Ni nchi yenye afya. The cities are big and fortified. Miji ni mikuu na ni dhabiti. The people in that land are huge. Watu wa nchi hiyo ni majitu tu. We can never take this land. Hatuwezi chukua nchi hii. These people are huge. Before them in the eyes we look like grasshoppers. Watu wa miraba minne tukaonekana kama dede tu. We even saw ourselves like grasshoppers before them. Tukajiona tu tukiwa kama panzi. You see, this is a mentality that the 10 spies had. Hii ndio akili ilikuwa na hawa wana. And they put limitations to themselves. Na wakajiwekea vizuizi wenyewe. So they told the Israelites, basi wakaambia Waisraeli, we cannot. hatuwezi. We think that is, those are very strong cities, those are big people, huge giants. Watu miraba minne hawa hatuwezi. And because of this, these people cried. Kwa sababu ya hilo Waisraeli, and they turned to Moses and said, why did you bring us to die in the wilderness? Mbona ukatuleta tufe hapa jangwani? But there were 2 men. Lakini kukawa na watu wawili. And I want to trust that there are those men among us here. Nataka kuamini that these people are among those 2 people. Hao watu wako miongoni mwa hao watu. Joshua and Caleb. Joshua na Kalebu. They stood up and wept the people down. Wakasimama wakawatuliza watu. And they told them, men of Israel, wakasema wana wa Israeli, we are well able sisi twaweza to go in and possess the land. na tumiliki. The Lord God is with us. Mungu He is on our side. ako upande wetu. These huge men that they are talking about, hawa watu miraba minne, these giants, hawa majitu are but bread to us. hawa tu ni God has given them to us. Mungu ametupa. Praise the Lord. Wanasifiwa. Hallelujah. No wonder the Bible says Biblia inasema these men had a different kind of spirit. wa watu walikuwa na roho. Praise the Lord. Amen. Friends, marafiki, as long as God is on your side, Mungu akiwa upande wako, you are well able. Unaweza. Bwana asifiwe sana. Amen. He is with you. Ako pamoja nawe. He will give you victory. Atakupa ushindi. He will give you success. Atakupa He will ufanisi. prosper you in whatever you do. Atakuinua kwa lolote Bwana asifiwe sana. Amen. And because people refused to believe the report Kwa sababu watu walikataa kuamini ripoti of Joshua and Caleb, ya Yoshua na Kalebu, they disbelieved the promise of God. wakakataa kuamini ahadi ya Mungu. God decided, Mungu akaamua, because they have not believed my word, kwa sababu hawajaamini neno langu, they have to go back in the wilderness. lazima warejee jangwani. The spies took 40 days to spy the land. Wale wapelelezi walichukua siku 40 kupeleleza, And God counted for each day, He gave them a year in the wilderness. na Mungu akawahesabia kila siku iwe So mwaka. for 40 years they were in the wilderness. Kwa miaka 40 wakawa Until jangwani. all people that were from age 21 and above, 20 and above, hadi wote waliokuwa na miaka 20 kuendelea died in the wilderness. wakafa jangwani. That means Hiyo there inamaanisha are people who died when they were only 60. na watu walikufa wakiwa na miaka 60, Because they spent 40 years in the wilderness. sababu walichukua miaka And the Bible says those who are above
20 Na Biblia ikasema waliokuwa juu ya who miaka were 20 ready to go to war, ambao walikuwa tayari kuingia vitani they died in the wilderness. walikufa jangwani. When the last person died Wakati mtu wa of mwisho that age within that bracket, they had come back to the same point walikuwa wamerejea katika mahali hapo on the banks of River Jordan, ukingoni mwa ready mto to Yordani, cross. wakiwa tayari kuvuka. This time not with Moses, Wakati huu wasikuwe na Musa, but they were with Joshua. lakini wakiwa na Yoshua Praise the Lord. wanasi And they successfully crossed over. na wakavuka upande huo mwingine. Praise the Lord. Amen. Now let us look at the last person. Tuangalie mfano wa mwisho. This is Moses. Huyu ni Musa. Musa Is a man that was preserved and assigned a responsibility ndiye mtu aliyetengwa na akapewa to jukumu deliver the children of Israel from Egypt. kuwakomboa wana wa Israeli kutokana na Wamisri. Praise the Lord. Wanasifiwe. Moses was born in Egypt Musa alizaliwa Misri and he grew up in the palace na akakuwa basi kwenye as a son to Pharaoh's daughter. akiwa kama mwana wa Farao. And when we read the Bible, the history, Na tunaposoma historia it actually looks like Moses was designated to take over as the Pharaoh of Egypt. ilionekana ni kwamba Musa alikuwa ametengwa ili achukue kama Farao wa Misri, But because Moses was brought up by his own mother in the name of Nan, lakini kwa sababu Musa alikuzwa na mama yake mwenyewe akiwa nafasi ya mtunzi tu, the mother trained Moses, mama alimpa mafunzo, taught Moses, akamfunza told Musa, Moses, you are not an Egyptian, akamwambia Musa, wewe si you are a Hebrew. wewe ni You Mwebrania, have been prepared at a time such as this umeandaliwa wakati for kama a huu specific assignment from God. kwa jukumu fulani kutoka You kwa are here to deliver God's people, your people. hapa waokoe watu wako. And that Kweli. entered into the mind of Na Moses. hiyo ikaingia kwenye mawazo ya When Musa. Moses was now a man, Wakati Musa sasa alikuwa mtu trained in every knowledge and wisdom of Egypt, akiwa amefunzwa mafunzo yote, in all the skills of Egypt, alijua ujuzi for being a pharaoh, rising, sitting on the seat of a pharaoh. na ametengwa ili alijua yeye ni So mkombozi. one evening, Jioni he moja just started to walk, kamua tu to kutembea visit his people, the Hebrews. kuweza kuwatembelea Waebrania. It was only him who knew, Yeye tu alijua, the mother mama yake and the sister, na hata dadake, maybe the brother too, labda ndugu yake pia, that he was a Hebrew. kwamba yeye alikuwa Everybody else knew he was an Egyptian. mwingine yeyote alijua yeye ni Praise the Lord. Mwanasi. So as he walked among the Hebrews, Basi alipotembea miongoni mwa Waebrania he found an Egyptian and a Hebrew fighting. akawapata Mwebrania na Misri wanapigana. Because Egyptian was like, I'm the boss. Na kwa sababu ule Misri alikaa kama bosi, He was mistreating the Hebrew. akawa anamgandamiza Mwebrania. So Moses came and tried to find out what's going on. Musa akaja akajaribu kuuliza ni nini And then the kinaendelea. Egyptian was rough. Alafu Misri basi akawa anaongea kwa ubaya. Then Moses just rinsed his neck, Musa akazungusha tu shingo lake, killed him, akamuua, buried him in the sand, akamzika kwenye mchanga, thinking akifikiria nobody saw what kuna happened. yeyote aliona kile kilichotendeka. Praise the Lord. Bwana Because asifiwe. someone saw. Kuna mtu aliona. So another day he went walking again Siku nyingine akawa and he found Hebrews fighting between themselves. akakuta Waebrania wanapigana wenyewe. And so he said, man, you are Akasema, brothers. nyinyi ni mandugu, Why are you fighting? mbona You are mapigana? in a foreign land. Nyinyi mko You're among your enemies. mko You miongoni need mwa to love maadui. one another. Lazima mpendane. Praise the Lord. Bwana asifiwe. As he was saying that way, Akisema hilo, the offender basi aliyokuwa mchokozi turned to him and said, who made you a ruler over us? akamgeukia akamwambia, Are you nani going to kill me like you killed the Egyptian? Je, utaenda kuniua jinsi ulimuua ule Misri? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Moses realized these things are out of the basket. Musa akagundua haya mambo yamegunduliwa, The truth is out of the basket. kweli umeshaoza. So he decided to take off
akaamua because he kukimbia, knew if the news reached the palace, sababu alijua kwamba hiyo habari ikifikia and the palace knows he is a Hebrew, na ikulu wajue yeye ni Mwebrania, he will be no more. basi hata So kuwepo. he took off into the wilderness, Akimbia akatorokea jangwani, went joined himself to Jethro, akaenda akajiunganisha na and Yethro, started being a shepherd for Jethro's sheep. akaanza kuwa basi mchungaji wa kondoo za Jethro. And when he took the sheep behind the mountain, Mount Horeb, Kati alipeleka hizo kondoo nyuma ya mlima as Horebu, he was there looking after sheep, jua pale anazichunga, he saw a strange sight. akaona basi kitu, Bush was on fire, akaona basi kitu real big fire. tukiwa kwenye moto. And as he continued watching, Alipotazama he realized akagundua the bush was not being consumed. kwamba msitu huo haukuwa Although it was unamalizika, burning, lakini kama hata ulikuwa unachomeka, but it was not being consumed. lakini haukuwa So unaisha. he started rubbing his eyes and they said, "Me see properly." Akaweza kujipanguza He machoni, tried to move close to see. kusogelea aone. Then God spoke to him from the bush, Mungu akanena kutoka kwa and he told him, "Moses, Moses, ya Musa, Musa, don't move any closer. usisogelee karibu, The ground on which you stand is holy ground." mahali unaposimama basi ni patakatifu. Bwana asifiwe sana. Amen. Can you give me that scripture? Nipe, Numbers. nipe basi, Give me the scripture where God is speaking to him. Yeah? nipe hicho kifungu ambacho No, go verse 3. Give me verse 3. Okay, give me verse 5. Moreover, he said, give me verse 9. Verse 9 says what? Now therefore, God is now speaking to Moses. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppress them. So, as God spoke to Moses from the bush, Mungu akimnenea Musa kutoka kwa msitu, he told him, akamwambia, I have listened nimesikiza and have heard na nimesikia from Egypt kutoka Misri there are cries. kuna vilio, I've seen the oppression. nimeona I've kugandamizwa, seen the afflictions of my people nimeona kuteswa kwa wana by the Egyptians. And I have come down so that I can deliver na them. nimekuja niwaokoe. Verse 10. Beti wa 10, He says, come now, therefore, and I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. So God now reveals the really assignment, the work, the job that God had spared or he had made Moses for. sasa Mungu akamfunulia kazi aliyokuwa nayo kwake, He tells him, come, akamwambia I want to send you to Egypt to deliver the children of Israel. kwa wana wa Israeli, Praise the Lord. I want to send you to Pharaoh. atakukutuma kwa My Farao, children have suffered enough. wako wameteseka, It is time. sasa It is time. ni wakati And I sasa, want to tell you, friend, nikwambie it is time for you to be delivered. wakati ni It is sasa, time for you to be delivered. wakati ni You sasa, have to break out of your limitations. uje vizuizi. Praise the Lord. Verse 11 says, Beti wa 11 unasema, but Moses said to God, that is the first excuse that Moses is coming up with. hicho kikawa kisababu cha kwanza Musa anakuja nacho. Who am I? Mimi ni nani? That is already a limitation to him. Hicho kikawa kizuizi He kwake, disqualifies himself akaweza kujiondoa mwenyewe from the assignment God is giving him. kutoka kwa hiyo kazi Mungu alikuwa anamtendea, He disqualifies himself. akajidunisha, He looks at himself and akajitazama, he sees that I am not worthy. akaona siwezi, I am not worthy. mimi si wa maana, He disqualifies himself. akajidunisha. And many of
us here, na wengi wetu we hapa disqualify ourselves when God calls on us. tunajirudisha Mungu. When God wants to use you in a Mungu certain way, akitaka kututumia kwa njia fulani, you will disqualify ourselves. unajirudisha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Me, I don't know how to talk. Siwezi Me, I can't go to people. I can't knock on people's doors. siwezi bisha mlango. Praise the Lord. You are disqualifying yourself. Unajidunisha. I am not educated enough. Mimi sijasoma. I am not rich enough. Mimi si I tajiri. am not strong enough. Mimi si hodari. I am not a man. Mimi si I am not a woman. Mimi si mwana. We disqualify ourselves. Tunajidunisha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Whether you are married or not married, Uwe umeolewa to God haujaolewa, that is kwa immaterial. Mungu hiyo haifai. When God wants to use you, Mungu akitaka when God wants to bless you, Mungu akitaka when kukubariki, God wants to elevate you, Mungu akitaka kukuinua, He does not refer to anybody. yeye hamuulizi He yeyote. doesn't go to your chief, Haezi enda kwa chifu not wako, even to your mother or your father. hata kwa mamako ama babako, haendi. In this place, not even to me Hatawezi kuja or kwako, to any pastor. He does not go kama kwa mchungaji because yeyote, he hapana. knows you more than the pastor Kwa knows you. sababu anakujua kuliko jinsi Praise the Lord. Bwana. So he does not require any reference at all. Usijirudishe. Praise the Lord. Wanasikia. I told you the first service that God does not call the qualified. Kaambia watu wa ibada kwanza, Mungu hawaiti watu waliohitimu, Those that are available, wale wanaopatikana, those that have responded to his call, wale ambao wameitikia mwito wake, those are the ones he qualifies. hao ndio Mungu And he uses them. na anawatumia, Praise the Lord. He qualifies them and uses them. anawahitimisha na Don't anawatumia. disqualify yourself. Basi usijirudishe. Bwana asifiwe sana. Amen. Then the next scripture that Moses, I want us to go straight to those ones that Moses gave reasons why he cannot be used. Alafu kifungu kingine ambacho Musa alitoa kama kijisababu asitumike. It's in verse, let me just get there. I know it will be tedious for Exodus. Verse 10, verse 11, verse 12, verse 13. Yes, I am there now. Verse 11, that's where Moses asked, who am I? He disqualifies himself. Anajirunisha Musa tena. Then verse 13, Basi ubeti wa 13, God tells him that I will be with you. Mungu akamwambia nitakuwa pamoja nao. Moses says to God, Musa akamwambia Mungu, suppose I go to the Israelites na niende kwa Waisraeli, and they say and say to them, alafu niwaambie the God of your fathers has sent me to you. Mungu wa baba zenu amenituma. And they ask, Alafu waniulize, what is his name? basi jina lake ni nani? What shall I tell them? Niwaambie nini? Praise the Lord. Wanasifiwa. This man, Huyu mtu he also questions pia aliuliza swali, the person of God. mtu wa Mungu, Who are you? wewe ni nani? God has told you, has sent you to do something. Then you say, but who are you? What will I say he is? Basi wewe ni nani? He questions the personality or the person of God. Akaweza basi kutia shaka utu wa When Mungu. God sends us out, Mungu akitutuma, when God assigns you an assignment, akikupa jukumu fulani, know that is God. You know, I think I was talking somewhere here and I said, nilikuwa nazungumza hapa na nikasema, the Bible, Biblia, there's nowhere in the Bible hakuna popote Biblia that the scriptures try to prove the existence of God. vifungu vilijaribu kuhakikisha kuwepo kwa Mungu. What the Bible does, Kile Biblia inafanya, it assumes that God is inachukulia kwamba and Mungu has yupo always been, na and amekuwepo that everybody knows that He na is. kila mtu anajua kwamba yeye yupo. Praise the Lord. Bwana. So you need to know Basi ya kupasa that ujue God is. kwamba Mungu So when He yupo. speaks, do Akinena not question
question hatuulizi who he is, yeye ni what nani, he is. yeye ni nani. Praise the Lord. Wanasifiwe. But even with this, Lakini hata na hili still God gives him a sign as an assurance. bado Mungu anampa ishara kama hakikisho. When you read below that, you will see the sign that he gives Ukisoma him. hapo chini utaona ishara aliyompea. In chapter 4 verse 1, Ubeti mlango wa 4 ubeti wa after kwanza. God gives him a sign and gives him an assurance that you will go, and he assures Kisho na ishara ya kumhakikishia kwamba aenende. and tells him, now you can go. Kamwambia sasa unaweza enda. Moses again says, Musa tena akasema, what if they do not believe me na kama tu wasiponiamini, or if they do not believe me or listen to me and say, ama wanisikize na waseme, the Lord did not appear to you. Mungu hakukuonekania. You see, Moses is just putting a lot of limitations around himself, Musa trying anaenda tu to find vizuizi, akijaribu reasons why he cannot do what kupata God sababu ya kile God has assigned him to do. kufanya kile Mungu You amemfanyia. know, we may wonder at Moses, Tunaweza shangaa, but many of us, we are that lakini way. wengi wetu We tuko find hivyo. reason, Tunatafuta vijisababu, putting limitations. tunajiwekea vizuizi. You sit in a matatu or in a plane or in a bus Kaa kwenye matatu basi ya with somebody ndege, next to you, na mtu akiwa and karibu God na- says, why don't you witness to this person? Alafu Mungu anakwambia basi ushiriki. You turn and look at the person. Nageuka unamwangalia. The person is just busy with his phone. Mtu hapo tu na biashara ya siku zake. You start giving yourself reasons. Naanza kujipa So he's very busy, I don't want to interrupt him. kuna kazi. You try to find a reason. Unatafuta If you are a man and it's a lady, kiwa mwanaume na huyu ni binti. you say, hey, if I talk to her, she will think that I have other ulterior motives. So I keep to Kuna myself. zingine ambazo si sawa, basi nijiwekee. You know, we try to look for reasons. Tunatafuta vijisababu. Praise the Lord. Wanasikia. And soon after that, you find she closes or he closes his eyes or her eyes, Na baadaye anafunga macho yake. and you think now he's sleep. Let me not interrupt her sleep. Na sasa You unasema try to look "Tafadhali for wacha reasons unatafuta not to do what vijisababu. God has asked you to do. Usifanye kile Mungu akuuliza Lastly, kufanya. Moses. And of course, God continues to convince him. Cha mwisho Mungu anazidi kumshawishi. In verse 10 of chapter 4, Katika ubeti wa 10 mlango ni wa 4. Moses has another reason, Musa tena ana sababu. another limitation. Sababu ama kizuizi kingine. He says to the Lord, Anamwambia Mungu, oh Lord, Bwana, I have never been eloquent, mimi si msemaji neither in the past tokea zamani, nor since you spoke to me. wala tokea hapo uliposema na You spoke mtumishi to wako. your servant. Uliposema na mtumishi I wako. am slow of speech Maana mimi si and mwepesi wa kusema, he can't run ulimi out of, wangu ni mzito. he's not running out of limitations or reasons why he cannot do. Hakimbii vizuizi vyake. I cannot speak well. Siwezi nena vyema. And when you read far down there, Na ukisoma hapo chini, God asks him a question. Mungu akamuuliza swali. Moses, Musa, who made this mouth? ni nani Who created the mouth? kinywa hiki? Ni nani Isn't it me who created the mouth? Brethren, Basi mara what I want to say is this. kile ninasema, Let's break out of our limitations. tuvunje kutoka kwa Let's not have these reasons. tusikuwe na hivi Reasoning sababu. with God. Kuweza Giving kufikiria reasons that have no legs. tukimpa sababu ambazo hazina Excuses, miguu. excuses that have no legs. Vijisababu visivyo Let na us miguu. stand and do what God has assigned us to Simame do. na tufanye kile Mungu ametuhesabia tufanye. And I know that our God Na ninajua is Mungu wetu well able to do it. ana uwezo wa kufanya. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So God has an assignment for you. Basi Mungu ana kazi kwako wewe. God has a purpose for you. Mungu ana kusudi kwako. And He has put inside you power. Na ameweka ndani mwako Authority. nguvu na mamlaka. You have enough strength Una maarifa na to take kuelewa on all that you need ya to. kufanya kile ambacho yakupasa ufanye. Don't count on your weakness. Usihesabie unyonge Count wako. on
Count your God who is strong, Hesabia Mungu wako who is aliye hodari, powerful, aliye na who is nguvu, mighty, aliye na uwezo, because he is well able. kwa sababu yeye When you consider all the people that we have looked at, anachukulia watu wote ambao tumetazamia. Gideon, Gideon, when he eventually went along with God, wakati alienenda he pamoja na did Bwana, so great, alifanya makuu, delivered the children of Israel, akawakomboa wana wa Israeli and ruled over Israel. na akatawala For 40 years. kwa miaka 40. Moses, Musa, when eventually he gave it to God, wakati sasa he went alienda kwa into Bwana, Egypt aliingia Misri and delivered the children of Israel akawakomboa wana wa and Israeli led them out na akawaongoza toka nchi until the wilderness. hadi wakafika jangwani. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If it were not, Kama haingekuwa kama haingekuwa that the spies misled the people, kwamba wapelelezi waliwapotosha watu, Moses would have seen the people across the Jordan. angewaona watu wavuke Yordani. And I want to tell you this. Na nikwambie hivi, This is the year of restoration and mwaka wa restoration. urejesho na hata kuonekana kwa Break out of your limitations kuvunja vizuizi so that you can be restored. ili uweze kurejeshwa The things that you are supposed to be yours, mambo ambayo yangepaswa yawe, positions that were supposed to be nafasi yours, ambazo zingepaswa ziwe, fortunes that were yours, zile hata and you have not had them. ambazo God is haujapata. willing to restore them to you. Mungu ana moyo wa But it's not going to happen when we have put limitations around Fanya us. hivyo kama Self-imposed limitations. vizuizi vya kujiwekea. God is ready to do it for you. Mungu ako tayari Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. We want you to excel. Tunataka We want you to enjoy Tunataka as ufurahie a child of God. kama mwana wa Mungu. The Bible tells us in Psalms 125, Yeye anatuambia katika Zaburi 100 verse 3. ubeti wa 3. Then you can put that on the screen. Naweza That weka. let the rod of the wicked not rest on the allotment, on the land allotted to the righteous. The things that are yours, Mambo ambayo ni yako, let the devil not have a hand in it. shetani asiwe na Can we read together as we stand? Amen. Let's stand together as we read. Tusimame kwa pamoja tunaposoma. Therefore, The scepter of the wicked will not remain over the land allotted to the righteous. Then the righteous might use their hands to do evil. but the righteous might use their hands to do evil. Wenye haki wasije wakainyosha mikono yao kwenye This, what it's meaning is that God will not allow the enemy, the devil, the wicked one, Kile inamaanisha Mungu hataruhusu to interfere with your fortunes, mwovu yoyote aweze kuharibu ama to kupotosha bahari, interfere with your blessings, kupotosha baraka to zako, interfere with your health. kupotosha na afya yako. God wants to restore everything to you. Mungu anataka kukurejeshea Your health, afya yako, your wealth, hata mali and yako, all else that God has in store for you. vyote ambavyo Mungu anavyo That which was yours and the devil has denied you. kile ambacho kini chako na shetani He has deprived of you those blessings. amekukosesha baraka hizi. Praise the Lord. Wanasifiwa. Next Sunday, Jumapili ijayo it will be a ministry Sunday. itakuwa Jumapili ya kuweza There will be kuhudumia little watu. preaching, Tutakuwa na mahubiri but machache, we will minister to the needs of God's people. lakini tutahudumia mahitaji We ya will watu. pray for every